baada ya kuwepo kwa tangazo linalosambaa kwenye mitandao ya kijamii likionyesha kuwa kutakuwa na pati itakayohusisha huduma ya free sex Aprili 25 mwaka huu jijini Dar es Salaam, Waziri wa Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum, Dr. Dorothy Gwajima, amesema shughuli kama hii haina tija na hairuhusiwi na muda sio mrefu hatua zitachukuliwa. Waziri Gwajima amesema amechukua hatua za haraka kuwasiliana na Wizara ya Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo ili kufahamu kama wametoa kibali kuruhusu shughuli hiyo kufanyika. Nikinukuu taarifa ya Waziri Dr. Gwajima imesema, "Jamani salamu, kuna hawa wenye tangazo hilo ambalo nimeziba sura ya binti, ambapo kila mtu ananitumia. Kwanza niwashukuru sana. Hatua zangu nawasiliana na Wizara ya Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo waone kama tangazo hili na shughuli hii kwa ujumla wake wametoa kibali. Nijuavyo mimi, hii shughuli haina tija na hairuhusiwi. Ila kwa ajili ya kutenda haki, ngoje niulizie, halafu kifuatacho mtasikia." Ni nukuu ya taarifa ya Waziri Dr. Gwajima aliyochapisha kwenye mtandao wake wa kijamii. Hata hivyo, kufuatia tamko hilo la Waziri Dr. Gwajima, wananchi wamekuwa na maoni tofauti kuhusiana na tukio hilo, kila mmoja akionyesha hisia zake za namna anavyolitazama jambo hilo. Na hapa ni baadhi ya maoni ya wadau walioandika kwenye mitandao ya kijamii baada ya chapisho la Waziri wa Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum, Dr. Dorothy Gwajima. Wa kwanza katika maoni anasema, "Naomba tuelimishane kidogo wanajamii. Katika muktadha wa Tanzania, kufanyika kwa house party yenye maudhui ya ngono, ulevi kupindukia, matumizi ya dawa za kulevya au vitendo visivyofaa kwa jamii vinaweza kuchukuliwa kama ni ukiukwaji wa sheria mbalimbali, hasa zile zinazolinda maadili ya jamii, usalama wa raia na heshima ya taifa. Eti free UTI. Nawaza kizazi kijacho miaka 30 mbeleni, sijui watakuwa na maadili gani ikiwa sisi wazee watarajiwa tuko hivi." Huko wanajaza watoto wa chuo wanaolaghai kwa elfu 50 au 200,000. Ila hao vijana watatuua kwa presha wazazi wao. Mwingine katika maoni anasema hizi house party ni laana tu hizi, Waziri Gwajima. Zizuiliwe tu hata kibali kisitoke for the better future of our society. Kwa kweli dunia imeisha. Hii party kwanza iko wapi jamani, mambo gani haya? Shughuli hii ni starehe na watu wapo na starehe zao. Hakuna shida yeyote. Wacha watu waenjoy. Kila mtu aenjoy starehe yake, asivunje tu sheria. Nadhani kwa vile kwenda ni hiari mngewaacha, kwa sababu sio pati ya bure. Kuna kiingilio 40,000, sio masiara." Anasema mama, kinachofanyika house party ni sehemu ambayo vijana hunywa pombe, kutumia madawa ya kulevya, kisha kama kuna aliyevutiwa na mwenzie wanaondoka pamoja, na asubuhi kila mtu anashika njia yake. Watu wa Mungu wanaangamia kwa kukosa maarifa. Hongera mama kwa kushirikiana na jamii, hakika wewe ni mfano wa kuigwa. Mwingine anasema so sad, na wanaoathirika zaidi ni mabinti walioko chuo wenye peer pressure, tamaa na kuto kujielewa. Hizo free jamani, Mungu atusaidie. Ni mtihani kwa kweli. Na hivyo ndivyo namaliza katika baadhi ya maoni ambayo yameandikwa na wadau kwenye mitandao ya kijamii baada ya chapisho la Waziri wa Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum, Dr. Dorothy Gwajima, wakati akilizungumzia tangazo ambalo limeonekana likisambaa kwenye mitandao ya kijamii likionyesha kwamba kutakuwa na free UTI na free sex katika house party ambayo imetajwa kufanyika katika moja ya kumbi zilizopo ndani ya jiji la Dar es Salaam. Hii ni Gadi TV. Jina langu ni Aisa Msuya.